Bwana Yesu asifiwe. Mungu aendelee kuwabariki ndugu zangu wapendwa. Bado niko pamoja na ninyi ndugu zangu. Bado niko na wapenda, bado niko na mzigo moyoni wa kuwaleteni ukweli ambao Mungu ameushusha katika siku za mwisho kwa ajili ya kufunua Biblia yake. Vile ilikuwa imefungwa lakini sasa iko wazi. Sasa basi nilikuwa na mwendelezo ule wa mahubiri ya kuonyesha je, mwanamke anaruhusiwa kuhubiri au la. Tukatembea katika maandiko tukaona mwanamke anaruhusiwa kuhubiri wala kuwa mchungaji kanisani, na tukaona hakuna sehemu kwenye Biblia neno la Mungu linamruhusu mwanamke kuweza kuongoza kanisani. Na mimi mahubiri haya yako kwa ajili ya kanisa, na nena kuhusu Wakristo vile ambavyo wanatakiwa waweze kutii neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi niombe tena kama kawaida yangu, na kwenda kuomba. Bwana Yesu Kristo, tazama na kwenda kuleta tena mahubiri haya. Baba, naomba uweze kuwa pamoja nami katika yote hayo ambayo nakwenda kuyahubiri. Tazama wanaosikiliza, naomba ukaweze kuwa pamoja nao katika hayo ambao watakwenda kuyasikiliza. Naendelea kujikabidhi katika uwezo wako na mamlaka yako Bwana Yesu, ukatembee na kuwa pamoja nami katika kila hatua nitapiga. Shika fahamu zangu, shika moyo wangu, niongoze kunena neno lako Baba. Nipe hekima na busara jinsi ya kunena na watu hawa. Katika jina la Yesu Kristo, na wakabidhi wote wanaosikiliza katika uwezo wako Bwana Yesu Kristo, nami vile vile nikiomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado nimeona kwamba tumeona kwamba katika Agano Jipya hakuna mahala ambapo mwanamke amehubiri. Katika Agano la Kale hakuna mahala ambapo mwanamke amekuwa mchungaji. Haleluya. Amekuwa kuhani. Agano la Kale makuhani walikuwa ni wanaume, na Agano Jipya wakuhani ni wanaume. Hao wahubiri wanaohubiri hawa sio wahubiri wa kweli. Katika Biblia tunawafananisha na yule mwanamke alikuwa anaitwa Yezebeli, ambaye alikuwa anamuongoza mume wake anaitwa Ahabu, ambaye huyo Ahabu sasa alipokubali kuongozwa na mkewe, tunaona kwamba taifa la Israeli lote likaanza kuabudu mungu Baali. Haleluya. Na tunaona kwamba katika bustani ya Edeni, ukisoma kule Edeni, wakati Mungu ameumba, kulikuwa na Adamu na Hawa. Wakati ule Mungu anaongea na Adamu, anamwambia matunda yote waweza kula, lakini mti wa katikati usile, ni wakati Hawa hajatoka kwenye ubavu wa Adamu. Nadhani tuanzie hapo kusoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 2, na mstari ule wa sura ya 2, mstari ule nitasoma mstari wa 16 na 17, sura ya 2 kitabu cha Mwanzo. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Yesu abariki sana. Hapo tunaona Adamu wakati yuko peke yake, mkewe alikuwa hayupo. Wakati huo Hawa alikuwa bado yuko kwenye ubavu wa Adamu. Wakati huo Hawa bado hajatolewa kwenye ubavu wa Adamu. Kwenye kuendelea pale mstari wa 18 unasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atamwiteje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hapakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Mstari wa 21. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliyoutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe,
wala hawakuona haya. Bwana Yesu abariki sana. Hapo ndio pameishia sura ya pili kitabu cha Mwanzo sura ya pili. Kitabu cha tatu sura ya kwanza ningesoma mstari wa kwanza tuone. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, hati hivi ndivyo Mungu alivyosema Mungu. Hati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani. Bwana Yesu abariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya kusoma mistari hiyo na kuianzia hapo ni kuonyesha kwamba wakati ule Mungu amemuumba Adamu, yani katika viumbe vyote ambavyo Mungu aliviumba hapa, aliviumba viwili, aliumba kiumbe cha kiume na kiumbe cha kike. Kwa hiyo mwanamke ng'ombe na mwanamume ng'ombe, Mungu aliwaumba kila mtu kivyake vyake. Kwa hiyo Mungu alipoumba vitu viwili, Adamu ndiye aliumbwa peke yake akiwa mwanamume peke yake, na mwanamke akiwa yuko ndani yake, alikuwa ubavuni mwake. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mmoja. Ndio maana Mungu akasema ya kwamba hapakuonekana msaidizi wa kumsaidia Adamu. Kila kitu vilikuwa viwili, lakini mtu wa kufanana na Adamu hakuonekana. Sasa sababu ya kusema maneno haya ni kuonyesha wakati ule Adamu ameumbwa akiwa mmoja mpweke, hana mwenzi wake, Adamu ndio aliambiwa neno la Mungu. Mungu akamwambia matunda yote ya kila mti waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakayokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Wakati huo ni Adamu alikuwa peke yake. Na hapo nipenda niweke vizuri ndugu yangu ili uweze kunielewa vizuri. Kuna wale watu wanashindana kuhusu dini mbalimbali. Kuna watu wanasema ya kwamba dini ya kwanza ilikuwa ni dini fulani, na wanasema kwamba baba yetu Adamu alikuwa dini fulani. Kwa hiyo kila mtu anavutia. Kama ni Mkristo anasema Adamu alikuwa Mkristo. Kama dini zingine hizo mnazozifahamu wanasema Adamu alikuwa dini zao. Lakini mimi nakwambia ndugu yangu, ili uweze kujua kwamba inatakiwa uangalie mwanzo Mungu alipomuumba Adamu. Yeye alipomuumba Adamu alimpa dini gani? Alipoanza muumba Adamu alimpa dini gani? Ndipo ukija hapa kwenye Mwanzo sura ya pili mstari wa 16 na 17 unaona Adamu alipoumbwa akaweka bustani ya Edeni, hakupewa dini ya namna fulani wala hakupewa dhehebu la namna fulani. Adamu aliambiwa ya kwamba matunda yote ya kila mti katika bustani unaweza kula, lakini tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakayokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hiyo mimi naona ya kwamba Adamu hakupewa dini fulani, Adamu hakupewa dhehebu fulani, bali Adamu alipewa neno la Mungu. Kama tungesema dini fulani aliyopewa Adamu, basi hiyo dini ni neno la Mungu. Adamu alipewa neno la Mungu ili aweze kulitii, na anapolitii hilo neno anapata uzima wa milele. Kwa maana kulikuwa kuna mti wa uzima, ukila mti wa uzima unapata uzima wa milele. Adamu aliambiwa ale matunda ya mti wa uzima na asile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Hayo Adamu alikatazwa asile. Haleluya. Kwa hiyo Adamu hakupewa dini fulani, Adamu hakupewa dhehebu fulani, bali Adamu alipewa neno. Haleluya. Adamu alipewa neno, hilo neno liweze kumwongoza. Kwa hiyo mwanadamu yoyote yule, haijalishi yuko dini gani, haijalishi yuko dhehebu gani, atakayevunja neno la Mungu, akienda kinyume na neno la Mungu, akienda kinyume na maagizo ya Mungu, lazima afe. Hiyo inamhusu kila mwanadamu mwenye mwili. Watu wamebaki wanashindana kuhusu dini. Watu wamebaki wanashindana kuhusu madhehebu. Hakuna dhehebu la kweli, hakuna dini ya kweli isipokuwa neno la Mungu ndio kweli. Yohana 17 mstari wa 17. Yesu aliyesema, Baba, uwatakase kwa ile kweli, na neno lako ndio kweli. Haleluya. Neno la Mungu ndio kweli. Kama ni dini, hiyo ndio ya ukweli. Na hilo neno la Mungu kilitii, mwanadamu aina yoyote, uwe Mchina, uwe Mwarabu, uwe mzungu, au uwe Mwafrika, au uwe mtu wa namna yoyote, ukitii neno la Mungu, wewe unapata uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu alimpa Adamu neno lake. Huo ndio ukweli usiogoshiwa. Mungu hakumpa Adamu dhehebu fulani, Mungu hakumpa Adamu dini fulani. Mungu alimpa Adamu neno, na hilo neno lilikuja likafanyika mwili, akawa mwanadamu fulani, anaitwa Bwana Yesu Kristo. Ni neno lililovaa mwili. Huyo Yesu Kristo ndio aliweza kuishi kila neno ambalo hilo neno limenenwa na Mungu. Ni mwanadamu peke yake aliyetii neno. Kwa hiyo Yesu huyo ndiye akasema, mimi ndio njia na kweli na uzima.
Yohana sura ya 14 na mstari wa 6. Yesu akasema mimi ndio njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Ndio Bwana Yesu alisema hivyo. Hiyo ndio njia ya kweli. Na Yesu sio mwili wa nyama na damu. Yesu ni neno. Kulingana na Yohana sura ile ya 6 na mstari wa 63. Yesu akasema mwili haufai kitu, roho ndio itia uzima. Maneno haya niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo mstari wa 63 sura ya 6 kitabu cha Yohana inaonyesha neno la Mungu ndio Roho Mtakatifu na neno la Mungu ndio uzima. Haleluya! Na ukiamini Yesu unapata uzima wa milele. Yohana hiyo sura ya 6 na mstari wa 47, Yesu akasema ya kwamba aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, yeye ana uzima wa milele. Mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Baba zenu walikula mana jangwani wakafa, lakini mtu atakayekula chakula nitakachompa mimi hatakufa, ataishi milele. Haleluya! Na chakula nitakachompa mimi ni mwili wangu. Haleluya! Huo mwili wa Yesu ni neno la Mungu. Ndugu yangu, unaponisikiza ndio unakula Yesu. Yesu ni neno. Yesu sio mwili wa nyama na damu. Ndio maana alipokufa pale msalabani, yeye alitoka ukabaki mwili wake pale. Yeye alienda kuzimu akakaa siku 3. Siku ya 3 akarudi kwenye mwili wake. Mwili wa Yesu sio Yesu. Yesu yeye ni roho. Yesu ni yule aliyekuwa ndani. Yule ndio Yesu. Naye nena habari zake. Na huyo Yesu alikuwa ndani. Maandiko yanasema maneno haya ni roho tena ni uzima. Na huyo ndio uzima wa milele ambaye ni Yesu Kristo. Haleluya! Kwa hiyo nilikuwa naonyesha kwamba Adamu alipoumbwa pale Edeni, yeye alipewa neno. Hakupewa dini fulani. Hizi dini ni watu wameanzisha. Dini na madhehebu mbalimbali ya duniani na dini mbalimbali watu wameanzisha. Lakini Mungu alisema neno tu. Ndio maana Adamu alipoenda kinyume na neno la Mungu akafa. Adamu na wewe na mimi tunakufa. Na wewe na mimi tunakufa kwa Adamu kutokutii neno la Mungu. Ndio maana akafa. Na watu wote tunakufa kwa kosa hilo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yote hayo, sababu ya kusema yote haya ni kuonyesha kwamba wakati Adamu anaongea na Mungu, Adamu anapewa masharti, Adamu anaagizwa pale Eden. Adamu alipoagizwa pale Eden, Hawa mkewe alikuwa bado hajaumbwa. Haleluya! Mkewe alikuwa bado hajaumbwa. Ndio maana sasa mwalimu wa Hawa alikuwa ni Adamu. Na ndio maana sura ya 3 hapo Hawa nyoka alipomwona Hawa akamuona ni kiumbe dhaifu. Haleluya! Yaani mwanamke ni mdhaifu. Mwanamke ni kiumbe kisicho na nguvu. Haleluya! Mwanamke ni kiumbe kisicho na nguvu kulingana na ile waraka wa Petro sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 kuonyesha mwanamke ni chombo kisicho na nguvu. Mimi nanena habari za kanisa. Sineni habari nyingine ya Kristo na kanisa. Nanena habari za Wakristo. Niko kwa ajili ya Mungu. Niko na mwakilisha Mungu hapa. Siko kwenye mambo mengine. Kwa hiyo sasa tusome hapo sura ya 3 mstari wa 7 kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro tuone. Mstari wa 7 inasema, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 7 inasema hivi: kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja na neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Narudia mstari wa 7 sura ya 3 kitabu waraka wa Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7. Kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja na neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Haleluya! Kwa hiyo hapo tunaona kwamba maandiko yanasema mwanamke ni chombo kisicho na nguvu. Tena inasema ninyi wanaume kaeni kwa akili na wake zenu kama chombo kisicho na nguvu. Watu wengi hawapendi niseme maneno haya, lakini sasa ni neno la Mungu, nitafanyeje? Inabidi niliseme hivyo hivyo, sina jinsi. Hata kama unachukia na kuambia nawe usikie. Haleluya! Mwanamke ni chombo kisicho na nguvu. Ninyi wanaume kaeni kwa akili na wake zenu kama chombo kisicho na nguvu. Wanaume wanaoambiwa hapa ni wanaume wa Kristo waliookoka.
Na wanawake wasio na nguvu, maandiko yanawasema hapa ni wanawake wa Kristo waliookoka na waliojaa Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema ni wadhaifu, ni chombo kisicho na nguvu. Haleluya. Bwana Yesu awabariki. Udhaifu na kutokuwa na nguvu ni mamoja. Haleluya. Udhaifu na kutokuwa na nguvu ni mamoja tu. Haleluya. Wewe ukwazike usikwazike, mimi nalopoka tu neno la Bwana. Wacha nilopoke usikie upate kupona, au ukahukumiwa kwa ubishi wako. Haleluya. Kwa hiyo mwanamke ni chombo kisicho na nguvu. Hawa ni wanaume na wanawake waliookoka, waliomwamini Yesu Kristo, waliojaa Roho Mtakatifu, ndio wanaambiwa. Kwa hiyo mwanamke hata akijaa Roho Mtakatifu bado ni mtu asiye na nguvu. Bwana Yesu abariki sana. Na hapo tunaona bado wanaume wanaambiwa wakae kwa akili na wake zao. Wanaume wakae kwa akili na wake zao. Ngoja nirudie na yale maneno yanayowaambia wanawake wafanyeje. Wanawake wafanyeje na waume zao waliookoka. Wanawake waliookoka na wanaume waliookoka. Neno la Mungu linawaambieje? Hebu tusome hapa bwana. Napenda neno la Mungu. Napenda kusikia habari zake. Napenda kukaa katika neno hilo. Ndasoma kitabu cha Efeso sura ya 5 kuangalia hao wanawake nao wanaambiweje na hao wanaume wanaambiweje. Hao wanakupenda kukumbushia ni wanaume waliookoka, waliojaa Roho Mtakatifu. Nami niko kwa ajili ya wanaume waliookoka, waliojazwa Roho Mtakatifu. Wewe ndugu yangu ambaye hujaokoka, shauri yako, lakini kama unaona ninayosema sawa, na kukaribisha uje kwa Bwana uweze kuokolewa upate uzima wa milele, ujiunge katika safari hii ya watu wenye hekima. Kwa maana maandiko yanasema kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa, kumcha Bwana ndio hekima. Haleluya. Sura ya 5 wa Efeso mstari wa 22 inasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo wanawake wanaambiwa wawatii waume zao, na wanaume wanaambiwa nyinyi wanaume ishini kwa akili na wake zenu, na ninyi wanawake watiini waume zenu. Hakuna mahala kwenye Biblia panasema ninyi wanaume mliookoka watiini wake zenu. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa mchungaji, manake wewe mwanaume unamtii yeye, ni kiongozi wako, anakuambia neno unasikiliza. Haleluya. Sasa maandiko yanasema ninyi wanaume wapendeni wake zenu. Hebu nisome hapa, nasema wanaume wapendeni wake zenu. Kwenye mstari ule wa 25. Enyi waume, hapo mstari wa 25. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Haleluya. Kwa hiyo na sisi wanaume inabidi tuwapende wake zetu. Kwa hiyo mwanaume ameagizwa, angalia sasa masharti ya Mungu jinsi anavyoagiza. Kila mtu anamweka sehemu yake. Mwanaume ameambiwa akae kwa akili na mke wake, na mwanamke ameambiwa amtii mume wake, na mwanaume ameambiwa ampende mke wake, kwa sababu ni chombo kisicho na nguvu. Kwa nini mnajifanya mwelewi maandiko ya Mungu, mnakuja na mahubiri ambayo sio? Ndugu zangu, sikia injili mpone. Lazima Mungu aseme ukweli alafu ubishe aweze kukuhukumu. Kwa hiyo mwanaume inabidi ampende mwanamke. Kwa nini ampende? Kwa sababu ni chombo kisicho na nguvu. Ajue hivyo na akae na mwanamke kwa akili. Hayo ni maandiko ndugu yangu. Kwa hiyo sikiliza maandiko hayo upate kupona. Haleluya. Kwa hiyo basi nimalizeje ili unielewe vizuri? Ndio maana kwa maneno haya Adamu alikuwa ni kiongozi wa Hawa na alikuwa anamfundisha, na Mungu alipokuja Edeni aliongea na Adamu, na Adamu alienda kuongea na Hawa. Ndio maana kwenye Wakorinto sura ile ya 11, na penye nisome ili nimalize. Tasoma tena. Wakorinto sura ya 11, Wakorinto wa kwanza sura ile ya 11 inasema hivi, mstari wa 2. Basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Lakini mstari wa 3, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Huo utaratibu Biblia imesema kichwa cha mwanamume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Lakini wewe unaweka mapamba masikioni, hata nashindwa
jinsi hata unashindwa, unaweka pamba sikioni, unajifanya usikii maneno haya. Ndio maana Mungu ametuma watu kama sisi. Wewe inabidi usikilize mahubiri haya, kwa maana usiposikiliza utahukumiwa vile vile. Kwa nini ukusikiliza? Uweze kupata uzima wa milele, kwa sababu mwanaume ndio kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi kwa leo napenda niishie hapa, lakini yote ilikuwa na kuthibitishia kwamba mwanaume ndio kiongozi, mwanaume ndio mtawala. Mwanamke ni inabidi amtii mwanamume. Na samani nimesikia kuongezea hili neno, niongezee hili neno. Nimekuwa nikilisoma sasa, niongezee hili neno ili nimalize. Kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 8 mstari wa 11. Luka sura ya 8 mstari wa 11. Nitasoma hapo kidogo nimalize. Mstari wa 11 unasema, na huo mfano maana yake ni hii, mbegu ni neno la Mungu. Na huo mfano maana yake ni hii, mbegu ni neno la Mungu. Nitaka nisome hapa ili nimalizie kwamba maandiko yanasema neno la Mungu ni mbegu. Sasa namaliza hivi kwamba katika maumbile ambayo Mungu ametuumba wanaume na wanawake, huwa Mungu alipoumba mwanaume, huwa mwanaume ndio mbegu. Mwanaume ndio ana mbegu, mwanamke hana mbegu. Kwa hiyo mbegu huwa inatokaga kwa mwanaume, inaenda kwa mwanamke. Haleluya. Adamu akamjua mkewe Hawa, naye akapata mimba, akamzaa mtoto, akaita jina lake Seti. Inasema hivyo sura ya 4 mstari wa 25 na 26 kitabu cha Mwanzo. Haleluya. Kwa hiyo mwanamume ndio anapanda mbegu kwa mwanamke, sio mwanamke anampanda mwanamume. Haleluya. Kwa hiyo sasa ndugu yangu, kama neno la Mungu ni mbegu na mwanamke anahubiri, maana yake watu wote ambao wanahubiriwa na wanawake, wale wanawake wanawapanda, wanaweka mbegu. Sasa kwa kimaumbile mwanamke hana mbegu, kwa hiyo anapanda mauti. Mwanamke ana kifo ndani yake, mwanamke hana mbegu. Hayo ni maumbile Mungu aliyoumba. Hakuna mwanaume aliyopandwa na mwanamke akapata mimba. Haleluya. Na neno la Mungu ni mbegu, na hiyo mbegu inapandwa katika mioyo ya watu. Haleluya. Kwa hiyo maandiko yanaonyesha kwamba kama mwanaume ni mbegu, inapasa mbegu itoke kwa mwanamume iende kwa mwanamke, mbegu ya kimwili na hata ya kiroho vile vile. Kama vile neno la Mungu ni mbegu, lilitoka kwa Adamu likaenda kwa Hawa, lilitoka kwa Adamu likaenda kwa Hawa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mhubiri inatakiwa hawe ni mwanaume. Haleluya. Mwanaume ndio inatakiwa aweze kuhubiri. Haleluya. Kanisani awe mchungaji mwanamume, awe shemasi mwanamume. Huyo ndio anapanda mbegu. Anapanda mbegu ya kiroho pamoja na mbegu ya kimwili. Ndio maana hata Yesu alipokuja hakuwa mwanamke, alikuwa mwanamume, naye ni neno la Mungu. Yesu hakuwa mwanamke, alikuwa mwanamume. Alikuwa na umbo la kiume, na kiroho ni mwanamume, na kimwili ni mwanamume. Haleluya. Ndio maana kiongozi wetu yeye ni mwanamume. Kwa hiyo mpaka hapa tunapata ufunuo kwamba mhubiri inatakiwa awe mwanaume. Kwa hiyo wewe ambaye uko kwenye kanisa ambalo mhubiri wake yuko mwanamke, kimbia kanisa hilo haraka sana. Wewe uko kwenye kanisa ambalo mhubiri wake ni mwanaume lakini hajaoa mke, kimbia haraka sana kwenye kanisa hilo. Ni sauti ya Mungu inakuita, yenye ukweli usiogoshiwa, inayohubiri bila kuogopa mtu awaye yote, bali ni neno la Mungu tu. Na Isaya 66 inasema kwamba Mungu anasema, ninampenda mtu yule mwenye moyo uliopondeka, asikiapo neno la Mungu utetemeka. Kwa hiyo Mungu anakupenda ndugu yako, kama uko tayari kutii hili neno. Mungu anakupenda sana. Hapendi wale watu ambao wana moyo wa gumegume. Wanaposikia neno la Mungu wanacheka na kudhiaki. Hao sio marafiki wa Mungu. Na muda si muda Mungu anaenda kuwapiga kiberiti, wanaenda kuchoma moto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nitaomba. Bwana Yesu Kristo, nashukuru kwa mahubiri haya. Nimekwisha kuyatoa mbele za watu wako Bwana. Hasa ni jukumu lao, ule mzigo ulioweka moyoni mwangu wa kuhubiri wanawake kwamba wamekatazwa, nimesha kuutoa hadharani. Kwa hiyo Bwana, kazi ni kwao. Mimi nimeshatua huo mzigo, nasema asante kunisaidia, hata mzigo umesha kutolewa. Baba, naomba yakawe baraka kwa wale wote wanaotetemeka wanaposikia neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo na kabidhi yote mikononi mwako nikiomba na kushukuru. Amen. Kama kawaida nataja namba yangu ya simu, na najitambulisha kama nilivyojitambulisha. Mimi ni ndugu Wilfred Isaya Mwakatage au ndugu Wilfred Isaya Mwakapila.
Natoa hizo namba kwa ajili ya mawasiliano. Kama utapenda kunitafuta ili tuweze kuwasiliana, karibu ndugu yangu, tuweze kuwa wote katika safari ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.